Asema Rasulullah, aljannatu tahta aqdami lummahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma qaidu hadhihi al-umma Muhammad bin Abdillah, ningependa tuendelee katika somo letu la tarikh, na leo tutakwenda kumsoma sahabia. Tumezungumza upande mwingi wa masahaba, biidhnillah leo tutaenda kwenda kuzungumza kuhusu sahabia. Naye ni sahabia, ni sahaba wa kike. Kwa asielewa fahamu, kuna tofauti ya sahaba na sahabia. Sahaba ni sahaba mwanamume, kama vile kina Ali, kina Umar, kina Abubakar, kina Uthman na wengineo. Na sahabia ni wanawake, kina Fatima, kina Aisha, au wote sahabia. Idhan leo tutamzungumzia Fatimatu bin Asad al-Hashimia. Huyu mwanamke au huyu mama ni yule ambaye kwamba alikuwa akimlea Mtume baada ya kuwa babu yake Abdul Muttalib amefariki. Alimchukua mama huyu, na anaweza kuwa sahabia. Kwa nini amekuwa sahabia? Kwa sababu alimlea Mtume mpaka Mtume akaleta Uislamu, akamwamini na akaslimu. Ndio maana tunamuita sahabia, licha ya kuwa mumewe ambaye kwamba ni Abu Talib, ammi yake Mtume. Huyu Fatima mumewe aitwa Abu Talib, ammi yake Mtume. Lakini ammi yake Mtume, risala ya Uislamu ilipomfikia, maal asaf hakujaliwa au hakufanikiwa kuipata taufiki ya Allah na hidayah kuingia katika Uislamu na kupiga shahada. Kwa hivyo hukumu yake ni maarufu ladal jamii ya kwamba huwa fi nari, yanahu mata kafira, amekufa hali ya kuwa yeye ni kafiri. Idhan huyu Fatima binti Asad asema hiya zawjatu Abi Talib, naye ni mke wa Abu Talib yule, wa pia vile vile wa umul Imam Ali ibn Abi Talib, na ni mamake Ali ibn Abi Talib. Mamake Ali ibn Abi Talib, mama yake ni huyu Fatimatu binti Asad. Wa sahabiyatun jaliyatun kafalat an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa nadathu asema ni sahabia aliyekuwa na utukufu na sharaf, na vile vile amechukua jukumu. Kafalati nabiya sallallahu alayhi wasallam, amesimama na kule kumlea, kuchukua masulia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amemlea Mtume na kumwangalia, kwa sababu wakati ammu yake alipomchukua bado alikuwa Mtume ni mdogo sana. Mama yake alipofariki, babu yake akamtoa. Alipotaliwa na babu yake akafariki, akachukuliwa na ammi yake sasa, ammi yake Abu Talib na mkewe ambaye kwamba ni Fatima, huyu tunayemsoma sasa, akawa ni wenye kumwangalia Mtume. Kwa hivyo masulia ya Mtume, kula kwake, kuvaa kwake, hiyo ndio maana ya kafala. Ukisema hadha ala kafalati, huyu yuko juu ya masulia yangu, yani mimi ndo ninaimwangalia, ndo guidance wake, ndo kila kitu chake, ndio baba yake, ndio mama yake. Ndio maana neno kafala. Na vile vile Mtume akamuita huyu kama vile alivyokuwa akimuita mama yake. Alikuwa akimuita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu mama Fatima alikuwa akimuita vile vile ummi, si kama baadhi ya watoto walivyokuwa mahasidi katika zama hizi, wakiwa na mama ambaye kwamba sio mama yake, basi yeye ataitakili na kumchukulia kwa ubaya. Huyu si mama yangu. Akielekezwa katika mambo pengine anakosea, na ni mtoto yanyoozeshwa katika njia ya barabara iliyokuwa sahihi, usifanye hivi, njoo hivi, utasikia anungunika. Chakula kitiliwa na wenzake wankaa pamoja, angekuwa mama yangu yuko hai singekuwa nafanywa hivi, angekuwa mama yangu yuko hai. Hii ni ishara huyu mtoto ni mtovu wa adabu, hana adabu. wala hajui
kwa sababu heshima ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake jinsi tulivyofundishwa. Alikuwa akiona mzee, kuna yule bibi mzee alimsaidia kubeba kuni, si mama yake, lakini alimbebea kuni na akamtania, japo mitania iliyokuwa ya sahihi. Alipomfikisha nyumbani kwake, amwambia, mwanangu we, na kushauri, kumwambia Mtume, kuna kijana mbaya sana aitwa Muhammad, simshike huyo kijana, amana na mambo ya ajabu ajabu sana, tabia zake mbaya sana, nasikia mambo yake. Huyo kijana kuna jiepuke naye. Kumbe mwambia Mtume mwenyewe, kama mbebea kuni basha faimbana mpana saa hiyo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia, wewe Muhammad unayemzungumza, basi ndio mimi. Muhammad unaambia huni hivi, hawa tu warongo. Kama ni hivyo basi hata mimi napiga shahada kuingia katika Uislamu. Tabia za Mtume zinamfanya yule mama na aliyemsaidia kwa kwamba hata sio mamake wala hausiani naye damu. Kisha Mtume akamtania na kumwambia, lakini peponi hakuingii wazee, peponi hakuingii wazee. Ni mitani jokes, lakini kiuhalisia kweli. Kisha sasa itakuwaje? Akaambia, ndo akamuelezea, atakaporejea katika janna kule, watu wazima umri wao utakuwa baina 33, kamueleza watu wanarejea kwenye ujana wao. Kwa hivyo hata usiwe na wasiwasi, lakini ilikuwa ni vitani na kumpumbaza. Lakini lengo kubwa hapa, Mtume alionyesha tabia, na ile tabia ikampelekea yule mama kusilimu, bibi kama yule akasilimu. Kwa hivyo nasaha kwa watoto ambao kwamba wako chini ya ulezi ambao kwamba sio ya wazazi wao, basi mchukulie yule anayekusimamia majukumu yako sawa sawa na vile vile mama yako. Taban atajaribu shangazi yako, atajaribu nyanya yako, atajaribu dada yako mkubwa, nani yako, kukulea kwa mapenzi ya hali ya kuwa pengine hata ikapelekea kama tutakavyoona hapa mbele, ikawa yule mama huyu mlezi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana watoto wake, lakini akawa yumpenda Mtume na kumuonesha mapenzi Mtume zaidi kuliko hata watoto wake. Kwa nini asione Mtume ya kwamba ile sononeko la nafsi, mbona huwa ndio hivi watoto wake wafanyia vile? Na hapa pia kuna wazazi wengine nao pia mafisadi vile vile, mtanisamehe lakini nitasema kuna wazazi, baadhi ya wazazi nao pia vile vile nao ni mafisadi. Kwa kuwa yule mtoto si wake, sasa anza kumuonesha, na pengine maskini mtoto kama yule ni mtoto ana adabu na ihtiram, ni mtawadhu zote anazo, basi ni ile kwa kuwa mchukulia kama mzazi basi, lakini sasa ndio akawa humshindikia na kumsumbuga na kumfanyia hivi na vile. Hayo yote katika mambo mabaya. Kwa hivyo bora zaidi Mtume akawajitahidi kuwa na huyu mama kwa njia nzuri na kumchukulia mpaka tuambiwa akawa humuita mama kama anavyomuita mama yake mzazi. Na vile vile ikawa huyu mama Fatima ajitahidi kumlea Mtume kama anavyomlea mwanawe wa kumzaa. Asema fakanat min awaili nisa islaman wa hajarat ila almadina, na akawa ni katika mwanzo wa wale wanawake kuslimu, katika wanawake walioslimu wa mwanzo. Basi huyu Fatima binti Asad alikuwa ni katika hao wanawake wa kwanza kuslimu. Qarabatuha wa kafalatuha li Nabii sallallahu alaihi wasallam, ukaribu wake na kuchukua majukumu kwake ya kumlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awwalu hashimiyatin, ni mwanamke wa kwanza wa Kihashimi ambaye kwamba alizaa Mhashim, ambaye kwamba ni Ali. Wa zawjatu ammi Nabii sallallahu alaihi wasallam Abi Talib, na ni vile vile ni mume wa ni mke wa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abi Talib. Asha Nabii sallallahu alaihi wasallam fi baitiha ba'da wafati jaddihi Abdul Muttalib, baada ya kufa babu yake Abdul Muttalib akakaa Mtume kwa nyumba ya bibi kama huyu na ammi yake. Wa ahsanat, na akafanya vyema ri'atun nabii, kule ri'ayatan nabii, kule kumlea Mtume akafanya vyema huyu mwanamke huyu mama, yani akauboresha zaidi ili Mtume kumwepushia ule unyonge wa kuona kwa mimi nimeondokewa na mzazi. Wa kana yuathiruha ala nafsihi wa yaqul rahimakallahu ya ummi kunti ummi ba'da ummi,
basi hilo la kuwa yule mama humfanyia mazuri Mtume, basi Mtume naye hakuwa mtovu wa shukrani, akawa husema maneno haya, na huku akiathirika sana kwa matendo yule mama anomfanyia, mpaka akisema, akimwambia huyu mama mlezi ambaye kwamba ni mamake Ali bin Abi Talib, akimwambia huyu Fatima, rahimakillah, Allah kurahamu wewe ya ummi, ewe mama yangu, kunti ummi, umekuwa ummi wewe, umekuwa mama yangu mimi, baada ummi, baada ya mama yangu, umekuwa mama yangu baada ya mama yangu kuniondokea, wewe umekuwa mama yangu. Allah kurehemu juu ya hilo. Islamuha wa hijratuha, kuslimu kwake na kugura kwake. Aslamat fi Makkah, alislimu katika mji wa Makkah, mubakiran, mwanzo. Qila, kulisemekana kuslimu kwake athaniyatu baada Khadija, ni mwanamke wa pili baada ya Khadija mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuslimu. Huyu mama akawa ni mwanamke wa pili kuslimu na kuingia katika Uislamu. Wabayati nabii sallallahu alaihi wasallam, na vile vile akampa bai'i Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkubali. Wakanat min almuhajirat, na akawa miongoni mwa wale ambao kwamba ni wenye kufanya hijra katika wanawake. Haithu hajarat ila almadinati ala qadamaiha, hali ya kuwa amekwenda Madina. Shekhe, hivi leo nakupa mfano challenge, hebu toka leo kuanzia Maka mpaka Madina kwa kutembea, na pamoja na malami yaliyowekwa na maya condition mabarabarani na kila kitu kilichoko na mahoteli na maji, yani hupati tabu. Lakini toka leo kuanzia Maka kwenda Madina kwa miguu, kama kweli waweza, kama kweli, hasisemi ni jambo haliwezekani, lakini uwezekano wake hili jambo yani liko kwa unadra sana, tena mpaka mtu awe na afya kweli kweli. Asa mama kama huyo alihama wakati huo, jua kali, ardhi iliyokuwa imemea mawe yale, na tifu la mchanga lilivyokuwa moto, na dhiki zote hizo za majangwa na misitu kupita humo, basi alienda mpaka Madina kwa miguu yake. Makanatuha inda nabii sallallahu alaihi wasallam, sehemu yake kwa Mtume. Mtume alimchukuliaje huyo mama kama huyo? Kana tuhibbu nabii sallallahu alaihi wasallam wa tuathiruhu ala auladiha, alikuwa akimpenda Mtume mapenzi ya kweli kweli, yakimpa hayo taathiri katika nafsi yake, hata kuliko yani akimpatia ihtimamu Mtume zaidi ya wanawe. Walamma tuwfiyat, alipokufa, albasaha nabii sallallahu alaihi wasallam qamisahu, wakati alipofariki mama huyu, Mtume alivua kanzu yake na akamvisha mama kama huyu. Paangalie hapa, tasawwar kwenye fikra zako. Leo waonaje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akutolee kitu katika nguo zake au katika mahitaji yake akakupatia kama hadia? Ni umuhimu gani Mtume aliuonesha kwa mama kama huyu, mpaka kuvua kanzu yake wakati amefariki akampatia, kumfinika na kanzu yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yule sahaba Badri alipokuwa tumbo na fimbo, alitaka kumwambia Mtume, nataka kulipiza niumiza hujata ni ya Rasulullah, lakini Mtume nakafungua kanzu akamwambia hani leo nilipize. Kisha akambusu Mtume, akamwambia ni sharafu yangu tu, nilitaka kabla sijapata shahada mimi ngozi yangu na ngozi yako zigusane ya Rasulullah. Leo Mtume akuzika, umefariki, atukua kanzu yake akufinika nayo, alimvisha kanzu yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sharafu kiasi gani na ni mapenzi gani Mtume alikuwa nayo mpaka kumfanyia hivyo, na husimama yake mzazi. Angalieni Waislamu kweli makini, usimdharau mwanamke yoyote. Hii ni funzo ya kwamba si lazima kumheshimu mtu mpaka awe damu yako. Si lazima wewe kuonesha heshima kwa mtu mpaka uwe wamjua. Dhihirisha heshima kwa unayemjua na kwa sio mjua. Mifano midogo, utaingia wewe kwenye matatu, utaingia kwenye tuktuk, ankuja mama mtu mzima yuko barabarani, tusiseme pengine hana pesa kutaka kumlipia, akataka naye kuingia tuktuk imepanda, na wewe tunajua sisi wengine hukaa na dereva mbele pale. Wewe ni kijana mashallah na nguvu zako,
Usionaje ukampisha yule mama, ambaye mama kaa hapa kwenye nafasi kama hii, au matatu amekuja kuchelewa, basi ambuangayangana hawanie kwenda nyumbani na wanawe na hivi, mama kaa hapa, mwache mimi nisimame. Ni murua gani itakuwa umeuonesha? Yule mama atajihisi vipi? Pili, wale watu uliokuwa nao pale ndani umewapatia funzo gani? Kwa kule kumpa nafasi mtu mzima akae. Heshima ya mwanamke katika Uislamu imemtukuza baada ya kuwa jahilia ikimtweza. Uislamu watufundisha hivyo. Wala hilo halijakwambia ati mpaka awe Muislamu au mpaka sijawe hivi awe Muislamu asiwe Muislamu. Ni mwanamke mtu mzima amekuzidi umri, au pengine umemuona huyu kimwaka hapa kwa hali, ni heshima. Kwani yule bibi nilieleza hapo nyuma sasa, kwa sababu gani? Mtume alimsaidia, hakumuuliza maswala ya Uislamu wala nini, kwa sababu ile tabia ndio itamlainisha mtu moyo mpaka kukubali ule Uislamu. Lakini ikiwa wewe tayari waradhia, mimi nalipa na kuja wa kwanza, kweli haki yako, lakini unaonaje ile haki wewe ukarejea chini ukampisha anastahili zaidi? Uionaje? Nafsi yako waihisi vipi? Sasa kama wewe utakuwa hu binadamu amehisi hivi, basi kwa Allah hilo ni jambo kubwa sana. Sasa ndo haya mapenzi Rasulullah amuonesha huyu mama, hata baada ya kuwa amefariki, alipokuwa yuko hai amuita ummi, alipokuwa amshughulikia na kumuonesha mapenzi anamwambia rahimakillah, anti ummi baada ummi. Kisha alipofariki na kanzu yake akaivua akamvisha mama kama huyu. Na hilo tu halikutosha, wataja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha litahwini daghat al-qabri alaiha. Kisha mtume akaenda akalala kwenye mwanandani wa ile kaburi la yule mama kabla hajatiwa pale kwenye mwanandani. Mtume aliingia yeye akalala kwenye kaburi kama lile. Kwa nini? Litahwini alaiha, kisha kwa ajili ya kumfanyia wepesi, yani kuliambia hili kaburi, kaburi we anayekuja hapa mama yangu. Kwa hivyo yale mambo magumu yanayokuwa katika mwanandani kama huyu, basi elewa nimelala sharafan, kwa utukufu wa mama yangu. Ukija hapa uelewe anailala leo hapa, basi aingia mtu mtukufu sana. Ili kaburi limfanyie wepesi mama kama huyu anapoingia kwenye kaburi. Ni sharafu kiasi gani? Ni utukufu wa hali gani? Leo mtume alala kwenye kaburi, kuliomba kaburi lisikubane. Ilikuwa yatosha tu mtume kusema ya Allah nijalie kaburi hili, basi iwe hivi tulifanya wepesi kaburi mama yangu. Lakini yaonesha vipi leo mtume mpaka akalala, kumvisha kanzu haikutosha, mpaka akalala kwenye mwanandani mwenyewe. Sasa mimi nakuuliza swali, akhil karim, hivi wewe leo tasawwar kwenye fikra zako, huyu si mamake wa kumzaa, si mamake wa kumzaa, amemfanyia wema kiasi hiki mpaka kwenye kufa kwake. Je, alikuwa ni mama yake yuko ni hali hiyo, alikuwaje Rasul? Wewe leo una siku moja, mbili, tatu, mama yako mzazi humwangalii, humsalimii, humsemeshi, wataka nini kwa Allah? Mama yako mzazi waingia ukitoka, hata salamu umsalimie, wala utakujua uendelea vipi, wala utakujua wala nini. Sema Rasulullah, aljannatu tahta aqdami al-ummahat. Leo hali ya mujtama wetu, haya ndio matukio yanayotufika sisi Waislamu. Tumcheni Allah juu ya mama zetu, tunaoyafanya tunaogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.